Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ndugu zanguni katika imani, leo napenda nizungumzie hili janga ambalo limezunguka umma wa Kiislamu katika mazingira yetu ya nchi yetu ya Tanzania. Katika dini yetu tukufu kuna tatizo la ndoa mseto. Ndoa mseto zimekuwa ni nyingi sana katika mazingira yetu ya Kitanzania. Na sielewi ni kwa nini. Je, hakuna wanaume wa Kiislamu kuoa mabinti wa Kiislamu? Au mabinti wa Kiislamu wamekosa wenzi wao? Kuna nini? Sasa nimependa kulizungumza hili kwa sababu ya kila unakokwenda, kila unapokaa, taarifa ni hizi, malalamiko ni haya, kwamba utakuta binti wa Kiislamu anaishi na mwanaume wa Kikristo, tena anasema ni mume wangu, tena kwa bila aibu wala haya anadiriki kuambia hata Waislamu wenzie, jamani, huyu shemeji yenu. Swali linakuja, ulifunga naye ndoa gani? Manake ndoa tunaambiwa ni ili ikubalike kuwa ni ndoa ambayo ina ijabu wa kubul, ambayo ni la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Yani kwa maana iwe kwa mfumo sahihi wa Kiislamu. Sasa wewe ukianza kusema huyu ni mume wangu, au mwanaume naye bila uso wa haya, kakosa kabisa umande katika uso wake, anasema huyu ni mke wangu. Mwanamke mwenyewe si Muislamu. Sio Muislamu, hajashahadia kuwa Mungu ni mmoja na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe wake. Haswali swala tano. Unasimama kabisa kinagaubaga, anasema jamani, huyu mkwe wenu, huyu shemeji yenu, huyu nini. Hii ni hatari kwa sababu kwanza hakuna nafasi katika Uislamu ulioruhusu watu wasiokuwa dini moja kuoana. Hairuhusiwi isipokuwa Muislamu au Muislamu mwenzi wake au lewe na Muislamu mwenzake. Ndugu yangu katika imani, na kuomba kama umedumbukia kwenye janga hili, ebu ogelea haraka sana, utoke katika maji hayo machafu, katafute maji safi tohara, ukajitoharishe. Athari yake ni nini? Kwanza, kweli mnaweza mkawa nyinyi mnacheka, mnasafiri, unapata pesa kwa sababu mwanaume ana pesa, umempenda kwa ajili ya pesa zake. Lakini hizi pesa zake iko siku zitakutokea puani. Kivipi? Siku mapenzi yakiisha, hapo mtihani unakuja. Siku ukifa, basi unaweza ukazikwa kinyume na Uislamu. Lakini jingine, athari kubwa inakuja kwa kizazi. Watoto wanakosa mwelekeo. Watoto wanakuwa wanahin, hawajui waende dini ya baba au dini ya mama. Pale mnapogombana, mkaachana, watoto pia wanababaika, hawajui waende wapi. Sasa wewe ambaye ni Muislamu, ambao umefahamu kwamba dini yako ni dini ambayo imechaguliwa na Mwenyezi Mungu aliposema inna dina 'inda Allahi al-Islam, hakika ya dini anayoitambua Allah Subhanahu wa Ta'ala duniani na kiyama ni dini ya Kiislamu. Unadhani hichi kizazi umekipotosha namna gani? Utamjibu nini Mwenyezi Mungu? Wewe baada ya kufa unahitaji watu wakuombee dua. Na dua gani unafahamu ambayo inakubalika mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kwa kumuomba Mwenyezi Mungu kwa dini gani? Anasema wad'u Allaha mukhlisina lahu ad-din, kwa kumtakasia dini ambayo anaikubali, dini ya Kiislamu. Si wewe umekufa huna kukuombea dua, unakwenda makazi gani? Lakini ulikuwa unaswali, unafunga, unafanya ibada mbalimbali. Ikifika Ramadhani unahama of course kwa yule mwanaume. Au unamwambia yule mwanamke, nenda zako, mimi nataka nifunge Ramadhani. Lakini baada ya Ramadhani unarudia pale. Kwa maana umeoga maji mazuri yenye manukato, kisha unaenda kuogelea matope yenye kunuka. Matope yanayotembelewa na ng'ombe, mbuzi, matope. Hivi una uso gani wewe wa kumkabili Allah?
Utamjibu nini Allah kwa kuwapotosha hawa watoto na kuipotezea nafsi yako nafasi? Hivi unapata nini wewe kumsahau Mwenyezi Mungu kwa kupendelea maisha ya dunia ambayo ni ya muda mfupi? Wanawake wa Kiislamu wapo wengi, wazuri, watoharifu, wajuzi, wataalamu, lakini pia wanaume wa Kiislamu wapo wengi, wajuzi, wataalamu. Ishu ya mali mtatafuta pamoja, lakini usidanganyike na mali ukaisahau dini yako. Naomba ujumbe wangu wa leo tufanyie kazi, na inshallah Mwenyezi Mungu atuongoze katika njia iliyonyooka. Tumuombe sana Allah atusaidie. Billahi tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.